Ndugu zangu, awali ya yote nitumie wasaa huu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia siku ya leo kuonana pamoja na viongozi hawa wa mkoa. Kwa maana nyingine, tutakapoenda kuyazungumza haya, ngazi ya mkoa itakuwa ina rekodi, na wakati wanafanya ziara zao za utekelezaji wa ilani watatembea humo humo kwenye haya ambayo tunayazungumza, na pia kwenye ilani ambayo tarehe 29 mwezi huu mimi na ndugu yangu Malolo naenda kutukabidhi rasmi kwa kutupatia kura nyingi za kutosha ili tuweze kutembea nayo katika kipindi cha miaka mitano. CCM hoye! CCM safi! Jambo la pili, nipende kuwashukuru sana watu wa Kikio. Sio mara ya kwanza. Tulipokuwa Mnane mlikuwa mko wengi, mliweza kuhudhuria kwa wingi, lakini kipekee mna bahati kubwa, tulipokuwa Mnane uongozi wa mkoa pia ulikuwepo. Na leo tuna uongozi wa mkoa kwa namna nyingine. Tunaye mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ngazi ya mkoa, na wao wanasema uchungu wa mwana aujuae nani? Uchungu wa mwana aujuae nani? Sasa hawa wana mambo mengi, masuala ya malezi, wanajenga shule nyingi huko, kuhakikisha watoto wetu wanasoma na wanaendelea wanaelimika na baadaye wanakuwa viongozi wa kitaifa. CCM hoye! CCM safi! Kwa hiyo niwashukuru sana watu wa Kikio, kwa maana katika mikutano yote tuliyofanya mmefanya vizuri sana. CCM hoye! CCM safi! Sasa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya, kesho tutakuwa nyumbani pale. Sasa sijui kama utaweza kuwapiku hawa watu walio wengi hivi. Sidhani. Ila kesho tutakuja. Ila usikope watu wa huku. Japokuwa mnaruhusiwa kuja. Kwa sababu hawa jamaa watakuwepo hawa. CCM hoye! CCM safi! Jambo la tatu, ndugu mwenyekiti wa wazazi mkoa, kweli hapa ni nyumbani. Nasema nyumbani kwa sababu gani? Kama ulipitia hii njia, kuna kijiji kimoja kinaitwa Makotea pale. Kipindi nikiwa mdogo, darasa la 3 na la 4, tulikuwa tunakusanyika hapo. Watu wasio wanatoka kule na watu wa huku Kikio wanatoka huku, tunakutana pale kwa maana ya michezo ya umitashumta. Pale ilikuwa ni center. Sasa mimi nilikuwa ni mtaalamu sana kwenye uchoraji. Nilikuwa mtaalamu sana kwenye nini? Kwenye sanaa ya uchoraji. Lakini pia kwenye soka nilikuwa ni namba 1. Mchezaji namba 1, mnajua ni nani? Si ndio? Kwa hiyo ukipiga penalty kama 10 hivi, 7 zote naokoa. Kwa hiyo nilikuwa kipa mzuri enzi hizo. CCM hoye! Kwa hiyo hapa ninapozungumza niko nyumbani kweli kweli. Kwa hiyo hawa ni watu wa nyumbani na ni ndugu zangu kabisa. Na ndio maana tunapokuja tunazungumza mambo ya kweli, kwa sababu sisi watu wa nyumbani lazima tuambiane ukweli. CCM hoye! CCM safi! Sasa ndugu zangu, mnafahamu ya kwamba hili bonde letu hili lina mambo mazuri, si ndio? Tuna chumvi hapa, si ndio? Ndio maana nikasema kuna huyu bwana mwekezaji huyu anaweza akaona fursa huku. Sasa nikuombe ndugu yangu, upite huko bondeni uone watu wa huku wanavovuna hiyo chumvi. Ikiwezekana tuletee hata kiwanda. Tuletee kiwanda, watu hawa wapate ajira. Vijana wakipata ajira, basi inawezekana ikawasaidia kiuchumi. CCM hoye! CCM safi! Raha ya kutembelewa na mgeni. CCM hoye! Lakini pia huku watu wanalima pamba pia kwenye hili bonde. Majuzi kati nilikuwa na yule mnunuzi wa pamba Baustein pale. Nilikaa naye pale, huyo jamaa akaniambia wana mpango wa kuhakikisha
pamba inazalishwa kwa wingi. Sasa kwa sababu ile eneo ni pia wanazalisha pamba. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe kwenye masuala ya pamba tujizatiti, kwa sababu yeye anaweza kununua pamba kwa kadi tutakavyolima. Kwa hiyo kifupi, soko la pamba liko nje. Ni kazi yetu sisi kwenda kulima, tulime kwa tija ili tuweze kupata manufaa, kwa sababu soko lake liko wazi wazi. CCM hoye! CCM safi! Kikio hoye! Ndugu zangu, mtakumbuka kama mlikwenda Ikungi tarehe 9 mwezi wa 9, Mheshimiwa mgombea wetu wa urais Mama Samia Suluhu Hassan akiwa Ikungi aliweza kutaja mambo makubwa ya msingi. Alisema anakwenda kuhakikisha anatupatia vituo 5 vya afya katika jimbo la Ikungi Mashariki. Alisema anatupa vituo 10 kwa maana ya wilaya na 5 anatuletea mashariki. Mama akaendelea kusema kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha zahanati zinajengwa katika maeneo yetu. Zile ambazo ni mbovu zinaenda kuhakikisha kwamba zinakarabatiwa na zinakuwa nzuri, na zile ambazo hazina vifaa basi vifaa vinaenda kununuliwa na kuwekwa pale. Lakini zile ambazo hazina wahudumu wanaenda kuajiriwa, wanakuwepo pale, ili mama huyu, mzee huyu, mtu huyu wa Kikio akapate huduma maeneo yake pale yalipo, tena kwa wakati na huduma iliyo nzuri. CCM hoye! Hakuishia hapo. Kwenye ilani imetaja vizuri sana. Imesema inaenda kuhakikisha mwananchi anapata bima ya afya, ili anapoenda kwenye matibabu asipate shida ya kusumbuliwa kwa maana ya gharama. Sasa mama huyu anachokiomba ni kwamba tarehe 29 mpe kura nyingi sana, ili hayo aliyoyataja siku ile ya tarehe 9 mwezi wa 9 akiwa Ikungi yakatimie na akatekelezwe, ili watu hawa waweze kupata huduma za afya katika maeneo yao walipo. CCM hoye! CCM safi! Samia hoye! Samia juu! Ndugu zangu, katika hayo tukiwa pale Ikungi tarehe 9 mwezi wa 9, mimi ndugu yenu nilipopewa microphone, nilipopewa mic hivi kusalimia, nikasema siishi kusalimia tu. Nikamwambia mama, tuna barabara ya kutoka njia panda kupitia Makiungu, kupitia Misuha na kuelekea kwa Mtoro. Hiyo barabara ni muda mwingi tumeahidiwa inajengwa lami. Nikamwambia mgombea wetu wa urais, nikuombe ikumbuke hiyo barabara. Kama mlikuwepo pale, nyinyi ni mashahidi. Mama amesema kwamba atakwenda kuhakikisha hiyo barabara inajengwa. CCM hoye! CCM safi! Sasa kazi yenu ni moja, kumpa kura nyingi huyu bwana Malolo, kunipa kura nyingi mimi, ili tukaendelee kuchokoza kwa kukumbushia kwamba mlisema mtatujengea hii barabara, basi tunaomba mtujengee barabara. Lakini kukumbusha haitatosha. Nyinyi mtakapotoa kura nyingi za kujaa, kukumbusha kwetu kutakuwa ni kwepesi. Lakini msipotoa kura nyingi, mtatupa kazi nzito ya kwenda kukumbusha, kwa sababu tutaambiwa mbona kura zenu zilikuwa chache. Ila mkitupa kura nyingi za kutosha, mtamfanya huyu Malolo aende halmashauri aseme jamani, tuliomba ile barabara imekuaje? Akija kwangu na mimi namwambia ni kweli tuliomba barabara. Sasa kazi yenu nyinyi kufanya hima tarehe 29, kupiga kura nyingi za kishindo, ili mama Samia aone kwamba kweli Kikio inahitaji ile barabara, kwa sababu mmetoa kura za kutosha. CCM hoye! CCM safi! Kuna hii barabara ya kutoka hapa kuelekea Misuha kama alivyozungumza diwani, tutashirikiana vizuri pamoja na barabara zingine ambazo zinahitajika kutengenezwa kwa kiwango cha mora, ili watu hawa waweze kupita, wafanye shughuli zao za maendeleo kwa wakati. Unajua, miundombinu ya barabara ikiwa mizuri, maana magari yatatembea vizuri, na mtu kama anahitaji huduma sehemu yoyote, anataka kwenda Makiungu anaenda chap na kurudi chap. Lakini isipokuwa mizuri,
basi atapata tabu sana kupata huduma za kiafya. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe hiyo tarehe 29 mfanye hima, mtupe kura nyingi ili tukatekeleze na ndugu yangu Malolo hizi barabara ambazo tumezitaja. CCM oye! CCM safi! Ndugu zangu, kuna shule hapa ambazo ni shikizi, lakini kuna shule ambazo hazijakamilika. Pale Mkungu wa Kiendo nadhani kuna shule, si ndio Si shule bado haijakamilika vizuri. Lakini hapo wapi? Hapo Mwemwe wapanetoaje pale kundi kwa hivi? Panetoaje? Pale, si ndio? Nepa kuna shule, si ndio? Sasa kwa nini sikamiliki? Mkimpa kura nyinyi Malolo, mkanipa kura nyingi na mimi, tunakuja tunamaliza ile shule. CCM oye! CCM safi! Tunapenda watoto wetu wasome, na katika ilani ya Chama cha Mapinduzi Mama Samia anasema anakwenda kuhakikisha kama ilivyokuwa hapo awali, watoto wetu wanaenda kusoma elimu pasipokuwa na ada. Sasa tupeni nafasi hiyo ili tuendeleze yale mazuri ambayo Chama cha Mapinduzi kinapenda wananchi wake wayapate. CCM oye! CCM safi! Ndugu zangu, mnafahamu ya kwamba sisi kwa asilimia nyingi ni wakulima na wafugaji. Sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka huu kuelekea 30 inasema ya kwamba inakwenda kuhakikisha inaleta pembejeo za kilimo maeneo yetu tulipo, inakwenda kuleta mbolea za ruzuku karibu na maeneo yetu, inakwenda kuhakikisha zana bora za kilimo zinapatikana. Na mkumbuke ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 9 Mama Samia akiwa Ikungi alisema anakwenda kujenga ghala kwa ajili ya kuweka zana za kilimo, ili mkulima huyu atakapozihitaji basi akakope kwa gharama nafuu, ili akalime kilimo chenye tija na mwisho wa siku apate faida. Pamoja na hayo, Mama Samia akiwa Iramba alizungumza kwamba bei ya mazao kama dengu, choroko pamoja na mbaazi anakwenda kuhakikisha soko lake na bei yake inakuwa nzuri ili mkulima huyu aendelee kulima. CCM oye! CCM safi! Sasa ili tupate zana hizo, ili tupate pembejeo hizo, ili tupate mbolea hizo za ruzuku, hamna budi kumchagua ndugu yangu Malolo, kunichagua na mimi kwa kura nyingi na kumpa Mama Samia kura za kutosha, ili kwa pamoja tukahakikishe hayo yaliyotajwa na hayo tunayotaja basi yanatekelezwa kwa wakati. CCM oye! CCM oye! Mtakumbuka kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 kuelekea 2025 ilisema ya kwamba inakwenda kuhakikisha ya kwamba umeme unasogea kutoka wilayani kwenda katika kila kijiji. Na hiyo limekamilika kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinatekeleza vitu kwa vitendo. Sasa ilani ya mwaka 2025 kuelekea 2030 inasema ya kwamba inakwenda kuhakikisha umeme unatoka kwenye vijiji unaelekea kwenye vitongoji vyote. Sasa hiyo ni kazi ndogo. Mtakapompa kura nyingi ndugu yangu Malolo, mtakapompa kura za kutosha ndugu yangu Malolo, mjue ya kwamba anakwenda kusimamia hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mtakaponipa mimi kura nyingi, mfahamu ya kwamba anaenda kusimamia vile vile kuhakikisha ya kwamba huo umeme unaotajwa huko kwenye vijiji basi usogee ufike kwenye kila kitongoji, ili mwananchi huyu aweze kunufaika, afanye shughuli mbalimbali za kimaendeleo. CCM oye! CCM safi! CCM juu! Ilani hiyo hiyo ya Chama cha Mapinduzi inawataja wafugaji kwamba inakwenda kuhakikisha inajenga mabwawa ya maji, ili mfugaji huyu apeleke mifugo yake ikanywe maji kipindi chote cha majira yote, kipindi cha ukame na kipindi kisichokuwa na ukame. Mabwawa hayo yatasaidia mifugo yetu kupata afya nzuri. Lakini sio hivyo tu, ilani inataja ya kwamba inakwenda kuhakikisha kwamba majosho ya kuogeshea mifugo yanajengwa katika maeneo yetu. Sasa majosho yatakapojengwa katika maeneo yetu, ile mifugo itapata afya nzuri kwa sababu itakuwa na kinga ya dawa. Mifugo yetu inakwenda kunawiri, na mfugaji huyu atakapoipeleka mnadani
au sokoni akauze kwa bei nzuri, kwa sababu mifugo itakuwa ina afya nzuri na itakuwa inavutia wale wanunuzi. CCM oyee! Sasa kazi yenu ni moja, kufanya hima tarehe 29 kupiga kura nyingi kwa ndugu yangu Malolo na kupiga kura kwangu mimi, ili kwa pamoja tukalete hayo maendeleo, kuhakikisha majosho na mabwawa yanachimbwa katika maeneo yetu. CCM oyee! CCM safi! CCM juu! Jikio Gunto! Samia Gunto! Samia Gunto! Samia juu! Samia juu! Malolo juu! Malolo juu! Sasa ndugu zangu, huyu ndio Malolo. Huyu ndio diwani. Huyu ndio diwani wa viwango. Huyu ndio diwani wa viwango. Huyu ndio diwani wetu wa kata hii. Kwa nini tunaomba mpigie kura Malolo? Mnafahamu kwamba Malolo ni mgombea peke yake katika kata hii. Lakini kwa nini tunaomba mpige kura? Tunawaomba mpige kura kwa ndugu yetu Malolo kwa sababu mtakapompa kura nyingi ndugu yetu Malolo, mtampa ujasiri wa kusimama halmashauri, mtampa ujasiri wa kwenda mbele ya mkurugenzi na kuomba haya maendeleo ambayo sisi tunayaomba. CCM oyee! Malolo safi!